Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, wale wote wanaifuatilia chaneli yetu hii katika mada na maudhui mbalimbali, mada ya leo inasema kuna neno moja kwenye dua hii litabadilisha hatima yako. Kuna neno moja katika dua hii itabadilisha hatima yako. Ni vyema ukasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho darasa hii, kwa sababu kuna faida kubwa sana unakwenda kuipata biidhnillahi taala. Na leo nataka niwape siri miongoni mwa siri za hizi dua ambazo mara nyingi tunazileta katika vipindi vyetu mbalimbali. Mwenyezi Mungu katika vitu ambavyo anavipenda sana basi ni kuombwa. Yaani mja kama muombi Mungu, Mungu anachukia. Tofauti na mwanadamu. Mwanadamu ukimuomba mara kwa mara basi yeye ndiye anachukia. Lakini sifa ya Mungu, ukimuomba mara kwa mara, Mwenyezi Mungu ndio anafurahi na anapenda. Ndio maana kuna baadhi ya mambo alimfundisha Mtume. Kwa mfano, alimwambia wayasalunaka anil mahidh, Muhammad, utaulizwa kuna kwa habari ya hedhi kwa wanawake. Kul, waambie huwa adha, kwamba hedhi ni uchafu. Alimwambia tena wayasalunaka anil ahilla, Muhammad, utaulizwa kuna kwa habari ya miezi miandamo. Qul, basi waambie hiya mawaqitu linnasi. Lakini Mwenyezi Mungu alipoingia katika swala la dua, alipomwambia fa idha saalaka ibadi anni, watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, Mwenyezi Mungu akusema faqul, Mungu aliingia mwenyewe moja kwa moja. Hii inaonyesha wazi Mwenyezi Mungu anapenda aombwe peke yake na wala asishirikishwe na kitu chochote. Asa zipo njia za kumwomba Mwenyezi Mungu kujibiwa dua zako kwa haraka, lakini yapo majina, baadhi ya majina ya Allah ukiyaomba kwa majina hayo, basi maombi yako ama dua yako itajibiwa kwa haraka zaidi. Asa leo mada yetu tunasema kuna neno moja katika dua hii ukiomba au ukisoma, basi itabadilisha hatima yako, itabadilisha mwelekeo wako. Kama hali zilikuwa mbaya, maisha yalikuwa magumu, yatabadilika. Kama hali yako hapo ulipo ni nzuri, basi itakuwa nzuri zaidi ya hapo ulipo hivi sasa, kwa kusoma na kudumu na dua hii. Na nataka nikupe siri moja. Hizi dua ambazo tunazozileta hapa, soma dua hii, soma dua hii. Dua haisomi mara moja. Dua watakiwa urudie. Yaani unaomba na ndivyo dua inavyotakiwa hivyo. Yaani isiwe dua umeomba mara moja basi umeridhika. Hapana, dua omba mara kwa mara. Na ndivyo alivyotuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twende katika hii dua inshallah, alafu nitakuelekeza kingine nini ukifanya baada ya kusoma hii dua. Na mimi hapa nitakusomea neno moja ili kama ule atakayependa kuandika basi aweze kuiandika dua hii awe nayo. La, ukitaka nikurushie kwa WhatsApp basi unaweza ukanitumia namba yako kwenye namba yangu ya WhatsApp ya 0713 8111 mwisho 46. 0713 8111 mwisho 46. Twende katika dua. Utaanza kwanza na istighfar, bimaana astaghfirullah mara 10. Alafu utasoma Allahumma inna nas'aluka taqwaka wa natawakkalu alayka. Allahumma inna as'aluka taqwaka wa natawakkalu alayka. Faj'al lana min kulli hammin faraja. Faj'al lana min kulli hamin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa arzuqna min haythu la ahtasibu. Wa arzuqna min haythu la ahtasibu. Wa barik lana fi arzaqina wa a'malina wa ashlah sudurana wa yasirri lana amruna. Wazidna min fadhlika wa rahmatika rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya arhamar rahimin ya mughithu aghithni. Utamalizia hapo. Nitairudia tena idua kwa faida yako.
na nitaisoma tena neno moja moja ili uweze kuichukua. Narudia tena hii dua. Unasema Allahumma inna nas'aluka taqwaka wa natawakkalu alayka fa'aj'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa arzuqna min haythu la ahtasibu wa barik lana fi arzaqina wa a'malina wa ashlah lana sudurina wa yassir lana amruna wazidna min fadlika wa rahmatika rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya mughithu aghithni. Hapa kwenye ya mughithu aghithni, neno hili utarudia mara 7. Ni dua mujarrab sana, kama utaifanya biidhnillahi taala kitakwa kiikhlasi, hali ya kuwa umehudhurisha moyo wako, basi utakwenda kushuhudia na kuona maajabu yaliyokuwa makubwa sana 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 sana. Ni dua muhimu sana kuchukua na kwenda kuifanya kazi. Sasa baada ya hapo utakwenda kumswalia Mtume Muhammadi mara 10, na swala yenyewe chukua ile swikha nyepesi. Utasema Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi, mpaka mara ngapi? Mara 10. Baada ya hapo utamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni dua mujarrab sana, ichukue na nenda kaifanyie kazi. Inshallah kwa leo tuishie hapa. Usiache kusubscribe channel yetu hii ili upate faida kubwa kupitia katika darasa zetu na kupitia katika mada zetu ambazo kwamba tunazileta kupitia katika channel yetu hii. Kwa leo tuishie hapa, tukutane katika kipindi kijacho katika darasa lijalo. Cha msingi endelea kusubscribe ili upate faida kubwa kwa darasa zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.